الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم إنك أنت العليم الحكيم. Naendelea na mlango wa fiqhi katika kitabu cha Al-Maadil Fiqhiyya juzu ya 4 na mlango al-mashu al-khuffaini, upakazaji wa khufu mbili, upangusaji juu ya khufu mbili. Al-mashu ala dhahiri ala al-khuffaini, upangusaji wa juu ya migongo wa khufu mbili. Rukhsatu lirijali wan nisa'i, ni ruhsa kwa wanaume na wanawake. Fi safari, wapo safarini. Wal hadari, na wanapokuwa nyumbani. Li'udhuri, kwa udhuru. Wa li ghairi udhuri, na bila udhuru wote. Almashu ala dhahiri, upangusaji wa juu ya migongo. Ala alkhuffaini, wa juu ya khufu mbili. Almashu, upangusaji au upakazaji. Ala dhahiri, juu ya migongo. Ala alkhuffaini, wa juu ya khufu mbili. Rukhsatu lirijali wan nisa'i, ni ruhusa kwa wanaume na wanawake. Fi safari, wanapokuwa safarini. Wal hadari, na wanapokuwa nyumbani. Li'udhuri, bila udhuru wote. Wa li ghairi udhuri, na pasna udhuru wote. Na shurutu sihhati almashi, sharti za kusihi kupangusa khufu. Al-awwal an yakuna al-khuffani, ziwe khufu mbili, qawiyaini, madhubuti. Yumkinu tatabu al-mashi alayhima, inawezekana kuweza kutembea nazo za khufu. An yakuna al-khuffani, ziwe khufu mbili, qawiyaini, madhubuti, ziko mzima. Yumkinu tatabu al-mashi alayhima, inawezekana kufuata mwendo wa kutembea nazo. Kwa maana inawezekana hizo khufu kutembea nazo, isikuwa ukitembea zinavuka. Yumkinu tatabu al-mashi alayhima, inawezekana kutembea nazo. Athani, ya pili, an yakuna min al-jildi, ziwe hizo khufu zimetengenezwa na kutokana na ngozi, ziwe zimetokana na ngozi, yani zimetengenezwa na ngozi. Au al-khuji al-qawi, au kitambaa madhubuti, kitambaa kizito, au zile carpet zile, au nahihima, au mfano wa ile hayo. Min alladhi, iwe ni katika zile ambazo yamna'u usul al-ma'i ila rijli, zinazuia kufika maji katika mguu. Ayakuna min al-jildi, ziwe hizo khufu zimetengenezwa kutokana na ngozi. Au al-khuji al-qawi, au kitambaa kizito madhubuti kigumu. Au nahwihima, au mfano wa mawili hayo, mfano wake ni carpet zile, makapeti yale. Min alladhi yamna'u, katika hizo ambazo zitazuia usul al-ma'i al-rijli, kufika maji katika mguu. Athani, ya pili, ayibtada lubsuhuma, ni kuanza kuvaliwa kwake. Ala tuhuri kamili, juu ya tuhara kamili. Ayibtada lubsuhuma, ni kuanzwa uvaji wake. Ala tuhuri kamili, juu ya tuhara kamili, yani mtu iwe ameshatia udhu kamili. Sharti ya 4, ayakuna satiraini, ziwe ni zenye kustiri. Li mahali al-ghusli, mahali pa josho. Lil qadamaini, kwenye miguu. Ayakuna satiraini, ziwe ni zenye kustiri. Li mahali al-ghusli, mahali pa josho. Min al-qadamaini, katika miguu. Sasa hofu hizi ni mfano wa viatu vya buti vile, ni mfano wa viatu vya buti ambavyo mara nyingi hizo hofu huwa zinatengenezwa na ngozi, yani chote kinakuwa ni ngozi, zote mpaka kwenye soli inakuwa ni ngozi. Kina ukubwa wake mpaka mwisho katika vifundo vile, lakini kwa sababu ya matanuzi ya teknolojia, ina maana inaingia mpaka viatu vile vya buti ambavyo inakuwa haviruhusu maji. Sharti na kwamba visiruhusu maji na visiwi na mpwa ya mtu, sio akitembea vinavuka, isoma kubadhi. Mfano hapo ziko hofu mpaka sasa ziko, lakini nadra kuziona tu. Lakini kwa mfano mzuri ni hivyo viatu vya buti ambavyo unavivaa, vinafunika sehemu ya faradhi hii na viwe vinabana, alafu maji haingii katika mguu. Ndio kinachozungumza, nafikiri kama alivyozungumza katika milango iliyopita huko. Mudatul mashi, muda wa kupangusa au muda wa kupakaza. Mudatul mashi, muda wa kupangusa. Lilmuqim, kwa mkazi. Yaumun wa laila, ni usiku na mchana, yani masaa 24.
Muddatul mashi, muda kupangusa kupakaza, lilmuqimi, kwa mpakazi, yaumun wa laila, ni usiku na mchana, muda saa 24. Walilmusafiri, na kwa msafiri, 3 ayami, ni michana mitatu, bilayaliyahunna, na usiku yake. Walilmusafiri, na kwa msafiri, 3 ayami, ni michana mitatu, bilayaliyahunna, na usiku yake, min ba'di nihayati alhadathi, kuanzia baada ya hadathi ya mwisho itakayozuka, baada lubsi, baada kuisha zivaa. Min ba'di nihayati alhadathi, baada ya hadathi ya mwisho iliyozuka, baada lubsi, baada ya kushazivaa. Min ba'di nihayati alhadathi, baada ya hadathi ya mwisho kuzuka, baada lubsi, baada ya kushazivaa. Kwa hivyo kinachozungumzwa hapa muda kwa mkazi ni masaa 24. Yani kwa mfano mtu amezivaa hizo hofu zake, ametia udhu kamili swala alfajiri pale, akavaa hofu zake. Baada ya kushavaa hofu zake, ilipofika muda wa swala dhuhuri pale, ndio sasa akatoka ni udhu. Kwa hivyo akishatoka ni udhu, yeye sheria inamruhusu kwamba atie udhu wake, ataanza mikono, anze uso, mikono, apakaze. Akifika kwenye miguu, hatozivua hofu, atapangusa tu juu, mguu kujuu tu, kujua hofu, atapangusa huku mguu wa kulia na mguu wa kushoto, hatozivua wala atapangusa chini na juu, huku juu tu basi. Kwa hivyo akishafanya hivyo, muda wake ni kuanza muda wa saa 7 hiyo mpaka saa 7 kesho inayofuatia. Kwa hiyo atahesabu masaa 24 kuanza pale muda ambapo ameweza kupangusa, sio muda kuzivaa, muda kupangusa. Kazivaa swala, kazivaa alfajiri pale, lakini udhu kamtoka mathalan alasiri vile vile. Kwa hivyo akitaka kutia udhu, hatozivua hofu, atatia udhu kamili. Akifika kwenye miguu pale, atapangusa vile viatu vyake vya buti au zile socks zake. Kwa hivyo muda wake utamalizika saa 10 ya kesho inakuja. Na kama ni msafiri ndio vile vile, yeye msafiri pengine ni siku 3, kwa hivyo udhu kati ya udhu alfajiri, lakini kwa bahati ukamtenguka saa 10 vile vile. Kwa hivyo atakuja kuzivua zile hofu saa 10 ya kesho kutwa, baada ya masaa 72. Ukifika muda wake, zile hofu atazivua tena vile, atajisafisha. Baada ya kujisafisha, atatia udhu vizuri, alafu atazivaa tena. Kwa hivyo kila utakapomtoka udhu yeye kwa muda masaa 24, hatozivua hofu, kwenye miguu atapangusa tu. Na kwa msafiri, kila udhu utakapomtoka yeye hatozivua zile hofu, atapangusa juu tu. Mubtulatul masi, yenye kutengubatilisha kupakaza. Kwanza, yabtulul masu, kutabatilika huku kupangusa huku, bi khal'il khuffi, kwa kuzivua hofu. Ukizivua tu basi, ina maana ukizivua hutaweza kupakaza tena. Utakosha miguu yako, ukishapakaza, utatia udhu wako kamili, halafu utavaa hofu zako. Sheria ndio ile ya mwanzo vile, kwa muda kupakaza. Wa bitamamil muda, na kukumalizika muda. Ukumalizika muda wa siku moja na zile siku 3 itakuwa hapo itabidi azivue, halafu aanze tena udhu upya. Wa bima yujibu al-ghusla, na kwa lile ambalo litalazimisha kuoga. Yubtul al-mashu, kutabatilika kupangusa huko juu ya hofu, bi khalli al-khuffi, kwa kuzivua hofu. Wa bitamamil muddati, na kwa kutimia ile muda ambao kwa mkazi ni siku moja na msafiri siku 3. Wa bima yujibu al-ghusla, na kwa lile ambalo litalazimisha yeye kuoga. Likimpata la kulazimisha kuoga, basi atazivua, kwa sababu kuoga lazima mwili mzima uenee maji. Kwa hivyo ni sharika hofu, na kama nilivyozungumza mwanzo, inamhusu mwanamke na mwanamume, sio mwanamke pekee, mwanamume pekee yake. Anasema mtunzi, al-mashu ala dhahiri a'la khuffaini, upakazaji wa juu ya migongo wa juu ya hofu mbili, rukhsata lirijali wa nisa'i, ni rukhsa kwa wanaume na wanawake. Fi safari, wakiwa safarini, wal hadhari, na kiwa wasafiri na kazi, al-udhri, wakiwa na udhuru, wal ghairu udhri, na basi na udhuru. Shurutu sihhati al-mashi, sharti za kusihi kupangusa. An yakuna al-khufani, kuwa hizo hofu mbili qawiyaini, ziko madhubuti, ziko mzima. Yumkinu tatabu al-mashi alayhima, ziwe inawezekana kutembea nazo, sio zina mpaya. Yakuna min al-jilli, ziwe zinatokana na ngozi, zimetengenezwa kutoka na ngozi, au al-khuji, au kitambaa kizito, au carpet vile, al-qawil madhubuti, au nahwihima, mfano mawili hayo. Min alladhi yamna, kutokana kitu ambacho kitazuia al-usul al-ma'i, kufika maji la rijili, kwenye mguu. Ayibtada lubsuma, ni kuanzwa kuvala kwake, ala tuhuri kamili, juu ya tuhara kamili, iwe na udhu kamili. Ayakuna satiraini, ziwe ni zenye kustiri, li mahali al-ghasli, mahali pa josho, ni al-qadamaini, katika miguu.
Mudatul masi, muda kupangusa. Mudatul masi almuqimi, muda kupangusa kwa mkazi, yawmun wa laila, ni usiku na mchana. Walil musafiri, na kwa msafiri, 3 ayami, ni michana mitatu, bila yaliyahuna, ni usiku yake. Mimbari ni hadi alhadathi, baada ya hadathi ya mwisho kuzuka, baada lubsi, baada kushakuzivaa. Mubtilatul masi, yenye kubatilisha kupangusa. Yabtul masu, itabatilisha kupangusa, kupakaza juu ya khofu, bi khali al-khuf, kwa kuzivua khofu. Wa bitamami almuddati, na kwa kutimia muda. Wa bima yujibu alghusla, na kwa yale ambayo yatalazimisha kila jambo ambalo litamlazimisha kuoga, basi abidi hapo khofu lazima zivuliwe. Na hayo yandokana hadithi ya Ali bin Abi Talib, qala, amesema ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliweka mtume 3 ayami, michana mitatu, waliyaliyahunna, na misiku yake, lilmusafiri, kwa msafiri, wa yawman wa layla, na mchana na usiku, lilmuqim, kwa mkazi, yani fil mas'i al-khuffaini, katika kupangusa juu ya khofu mbili. Mtume anasema hivi, sahaba anasema Ali, ja'ala an-nabi, sahaba mtume au Ali anasema ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliweka mtume 3 ayami, michana mitatu, waliyaliyahunna, na misiku yake, lilmusafiri, kwa msafiri, wa yawman wa layla, na mchana usiku, lilmuqim, kwa mkazi, yani anakusudia yani fil mas'i al-khuffaini, katika upakazaji wa khofu mbili. Alhadithi hiyo amirai Muslim rahimahullah wa rahmatan wasa. Kwa hivyo inshallah huo ni kwa mlango wa kupakaza juu ya khofu mbili. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.